Kwa Paulo aliposema enendeni kwa roho wala mtazitimiza tamaa za mwili, unaona mfano sasa. Amen. Umeona mfano wa Sara na Ibrahimu, umeona mfano wa Solomoni. Sara na Ibrahimu walipata hasara, ugomvi, vurugu kwenye ndoa yao. Sulemani anapata hasara, moyo wake kugeuzwa kwenye kumwabudu Mungu na ufalme kutoka. Tunaelewana? Uwe makini saa zote, uenende kwa roho. Haleluya. Unaujua mfano wa pili mzuri, mfano wa tatu wa Petro. Petro tunajua alimkana Yesu. Sawa sawa. Mara ngapi? Mara ngapi? Kwa nini alimkana Yesu? Unafikiri kwa nini alimkana Yesu? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 14 mstari ule wa 66 hadi 72, pale utagundua Petro alimkana Yesu mara 3. Amen. Kilichomfanya Petro amkane Yesu mara 3 ni hofu. Hofu ya kuuawa. Amemwona Yesu kadakwa, anapelekwa kwenye mashtaka, na mashtaka yale atasulubiwa. Amen. Halafu atauawa. Yeye tu kwa sababu alikuwa anampenda Yesu akamfuata kwenye ile baraza ule usiku. Wakamwona akisema, huyu na yeye huyu na yeye pia alikuwa naye huyu. Wakinikamata na mimi hapa tena jamani, na mimi nitakufa. Alikuwa naye? Mimi sijakuwa na yeye. Kaja mwingine. Huyu bwana alikuwa naye, kaja kazi. Sio mimi. Mbona hata kusema kwako? Mwingine tena akaja. Huyu naye alikuwa naye huyu. Kokoriko. Tatizo alikuwa mwilini. Ukiwa mwilini utaogopa mazingira. Ukienenda kwa mwili utakuwa na hofu. Ukienenda kwa mwili utapata hasara ya kuogopa. Hofu. Kwa nini? Mazingira ambayo utakutana nayo ukienda kwa mwili hutayaweza. Yanatisha, utaogopa. Petro atumlaumu kwa sababu alienenda kwa mwili akaogopa. Hasara ya kuenda kwa mwili, unafungua mlango wa hofu kwenye maisha yako. Na unapofungua mlango wa hofu kuna kushindwa, kwa sababu hofu ni silaha ya nani? Ya adui. Unapoenenda kwa mwili, pale mwilini kuna vitu vya kutisha utaviangalia kwa jicho la kimwili, utaogopa. Na ukiogopa, tayari mlango wa adui atakayopata nafasi ya kupiga mishale mwingine. Utahangaika. Bwana asifiwe sana. Hofu. Lakini angekuwa anaenenda kwa roho, asingeogopa. Angesema ni kweli, mimi nilikuwa naye. Yesu, mlikuwa mnataka Bwana Yesu, si huyu hapo mmemshika. Kweli mimi nilikuwa naye. Mnataka na mimi? Sawa tu. Angekuwa rohoni, angejua hivi, mimi sijaandikiwa kufa kwa msalaba isipokuwa ni huyu mwana wa Mungu. Maana maneno si Yesu alikuwa anawaambia? Si alikuwa anaeleza atakayompata? Sasa leo niogope nini? Lakini kwa sababu alikuwa mwilini akaogopa. Huo ni mfano wa 3. Mfano wa 4 mzuri wa faida, nimeongea hasara tu. Angalia kitabu cha Ibrania sura ya 11 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Naomba nirudie mistari mizuri sana. Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Nisikilize. Nuhu alienenda kwa roho. Amepokea agizo, amepokea onyo. Onyo hili ni mambo yanayohusu baadaye ambayo hayajaonekana. Haijulikani itakuwa lini, lakini tuliko onyo, nitaleta gharika.
tengeneza safina, nitaleta gharika, tengeneza safina. Mtu ambaye yuko rohoni akaamini kitu ambacho ameelezwa, ameonywa kwamba kuna gharika, angekuwa anaenda na mwilini angesema gharika hivi ni Mungu kweli au mawazo yangu? Mungu aleta gharika afute kila kitu, mpaka mbwa, mpaka nyau, mpaka kila kitu, mbuzi, nini, yani mpaka wadudu. Huyo sio Mungu. Kwa angeendelea na maisha kama kawaida, lakini kwa sababu alikuwa anaenenda kwa roho, alimjua Mungu wake, anaenenda kwa roho, amesikia sauti ya Mungu, anaijua, yuko rohoni, anaenenda kwa roho. Biblia inasema akatii sauti ya Mungu. Nuhu akisha kuonywa katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Tunapoishi ama tunapoenenda kwa roho, maana yake ni kwamba faida aliyoipata Nuhu ni kuleta wokovu katika nyumba yake. Nisikilize baba na mama, nisikilize wazazi, tunaweza kuwa sababu sisi ya kuleta wokovu kwenye nyumba yetu. Nikisema wokovu hapa sasa, usianze kufikiria tu wokovu wa sala ya toba. Kuleta wokovu maana yake ni kuleta ushindi kwa familia zetu. Tunapokuwa tunaingia rohoni, tunapoishi kwa roho, tunaweza kusababisha mambo mazuri kwenye familia tunapokuwa rohoni. Bwana asifiwe sana. Nuhu aliponya familia yake kwa sababu yeye alinenda kwa roho. Hatuambii watoto walikuwa rohoni, wala hatuelezi watoto walikwenda rohoni, wala hatuambii watoto walimsaidia baba kujenga safina, wala ni Nuhu mwenyewe alifanyaje? Jenga safina. Baba aliyenenda kwa roho akawa sababu ya kuponya nini? Familia. Angekuwa naye yuko ovyo ovyo, ungekuta labda tusingekuwa na ile andiko kwenye Biblia. Labda Mungu angefanya kwa njia nyingine. Tumeelewana? Kwa hiyo ni mifano michache ya mtumishi wa Mungu. Sasa Paulo amesema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maana mwili hutamani ukipingana na roho, na roho kupingana nini? Na mwili, kwenye Galatia 5. Sasa nataka tujiulize, tunawezaje kuenenda kwa roho? Nataka nimalizie kichwa kipande. Tunawezaje kuenenda kwa roho? Paulo anasema enendeni kwa roho, wala hamtaweza kuzitimiza tamaa za nini? Za mwili. Maana mwili hutamani ukipingana na roho, na roho ikipingana nini? Na mwili. Tunawezaje kuenenda kwa roho? Nataka nimalizie hapo. Jambo la kwanza, ili uweze kuenenda kwa roho, jambo la kwanza, jizoeze kusulubisha mwili wako na kujikana nafsi yako. Hili jambo la kwanza. Jizoeze kusulubisha mwili na kujikana nafsi yako. Ukijizoeza hivyo, hili jambo la kwanza litakalo kuwezesha ama litakalo kusaidia kuenenda kwa roho. Kujizoeza kusulubisha mwili na kujikana nafsi. Naposema kujizoeza, maana yake yawe mazoea. Haiwezi kuja mara moja, lakini kitu cha kujizoeza mwishoni itakuwa ni automatic. Unapojizoeza baadaye itakuwa ndio maisha. Ndio nasema jizoeze kusulubisha mwili na kujikana nini? Nafsi yako. Wagalatia 5:24 anasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Amen. Naweza kusoma mstari wa 25 anasema, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Bwana asifiwe. Kwa la kwanza, ili kuweza kuenenda kwa roho, cha kwanza ni kusulubisha mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa. Neno tamaa nilikwambia pale mwanzo, si tamaa za dhambi tu, lakini tamaa zinazopingana na mambo ya nani? Ya Mungu. Ili uweze kuenenda kwa roho, jambo la kwanza, jizoeze kusulubisha mwili wako pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Haleluya.
Kusulubisha mwili maana yake ni nini? Maana yake ni kuunyima yale mambo ambayo yatakufanya wewe uwe kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu.